Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2024, juma la 4 la mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 2, aya ya 1 hadi ya 4, ya 10 hadi ya 12. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko, sura ya 6, aya ya 7 hadi ya 13. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Siku ile Yesu aliwaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili. Akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko, yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, masomo yetu ya leo yanatualika kufuata mwongozo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo la kwanza, Mfalme Daudi anatoa wosia kwa mwanae Sulemani. Baada ya kifo cha Mfalme Daudi, Sulemani alichukua kiti cha baba yake, na kwa kuzingatia wosia wa baba yake, ufalme wake unakuwa imara sana. Rejea kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 2, aya ya 12. Na katika somo la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anawatuma wale thenashara, akiwapatia mwongozo wa kufuata katika utume wao. Kwa kuzingatia mwongozo huo, wanaweza kutoa pepo na kuwapoza watu wengi waliokuwa wagonjwa. Rejea mwinjili Marko, sura ya 6, aya ya 12. Wapendwa wasikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anapowatuma wale thenashara waende wawili wawili kuhubiri Injili yake takatifu, anawasisitiza zaidi wasiambatane na kitu chochote isipokuwa Mungu peke yake. Wamufanye Mungu kuwa tegemeo lao katika utume wao, na hivyo Mungu atawajalia yale yote wanayoyahitaji katika maisha yao pasipo wao kuyahangaikia. Anawataka wawe na kazi moja tu ya kufanya utume, wakitoa pepo, wakiwapaka watu mafuta na kuwapoza wagonjwa, na zaidi kuwahubiri watu ili wapate kutubu. Rejea mwinjili Marko, sura ya 6, aya ya 12 hadi ya 13. Kristo anaendelea kuwapatia mitume wake mwongozo utakaowaletea mafanikio katika utume wao, wakizingatia na kutambua kwamba Kristo yu pamoja nao katika utume wao huo. Anawahakikishia kuwa watakuwa na yote wanayoyahitaji ili kueneza upendo wa Mungu
na ujumbe wa toba kwa watu. Wanapokutana na kukataliwa, wanahimizwa kuacha na kuanza tena. Rejea Injili ya Marko sura ya 6 aya ya 11. Yesu anakazia uhitaji wa ndani zaidi wa kukadhia fikra, maisha ya ndani ya mtu badala ya ishara za nje. Yesu anawapatia utume wa kutangaza ujumbe wa toba, kuponya wagonjwa na kutoa pepo. Anawaelekeza kumwamini Mungu kwa kutokuchukua kitu chochote kwa ajili ya safari yao. Anawaalika kumtegemea Mungu kabisa na uwepo wa Mungu kati yao, ili watimize kusudi la Yesu la kwenda nyumba kwa nyumba kupeleka habari njema. Wapendwa wasikilizaji, thenashara hawa wanazingatia kikamilifu mwongozo huo ambao Kristo amewapatia, na hivyo Mungu anawajalia uwezo wa kutoa pepo, kupaka mafuta watu wengi na kuwapoza wagonjwa. Rejea Injili ya Marko sura ya 6 aya ya 13. Wapendwa wasikilizaji, kwa sakramenti ya ubatizo sisi sote tunatumwa na Kristo na anatupatia mwongozo wa kufuata ili kutekeleza utume wetu kikamilifu. Mafundisho tunayopewa kabla na baada ya ubatizo ni mwongozo tunaopaswa kufuata ili kufanikisha kazi yetu ya utume katika maisha yetu ya kila siku. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake katika maisha ambayo Mungu amemjalia anaalikwa kuzingatia mwongozo wa Kristo ili Mungu awepo katika maisha yake, na alipo Mungu hakuna mapepo wala magonjwa. Mfalme Sulemani alizingatia mwongozo ama wosia aliopewa na baba yake, na hivyo akamruhusu Mungu kutawala, na ndio maana ufalme wake ukawa imara sana, kama tunavyosoma katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 2 aya ya 12. Kwa kuzingatia mwongozo wa Kristo, tumruhusu Mungu atawale familia zetu ili tuwe na familia imara na ndoa zinazodumu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateli Deogratias Mwebea kutoka Jimbo Katoliki la Geita, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.